Ya imani ilotakasika ya Mola Manani asomshirika. Dini ya imani ilotakasika ya Mola Manani asomshirika. Tuishike dini tupate ongoka hapa duniani mwisho kadhalika. Tuishike dini tupate hapa. Kila mtu ana kwao na kila mmoja anaujua mji wake na anajua ubora wa mji wake. Sasa kwa nini mpaka tuje tuanze kutafuta fadhila za mji wa Maka au Madina? Ni kwa sababu swala la mji wa Maka na Madina linaambatana na imani zetu. Ni jambo la kiimani. Kuna wenzetu nao wana miji yao ambao wanaitangaza na wanaitangaza ubora wake. Sasa kila mmoja anazungumza kwa mujibu wa imani yake. Sisi Waislamu tunaamini kwamba kwa mujibu wa mafundisho kwamba mji wa Maka Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza, na hilo ni kabla hata ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata kabla ya mji wenyewe haujapatikana. Ukisoma katika Qur'ani, soma katika surah Ibrahim, kuna aya ya 37 ukiipitia vizuri. Nabii Ibrahim hapa Nabii Ibrahim alipata mitihani mingi, lakini kuna mitihani miwili mikubwa sana ambayo Nabii Ibrahim alikutana nayo. Mtihani wa kwanza ndio huu unaozungumzwa katika surah Ibrahim aya 37. Mtihani wenyewe ni ule mtihani wa Nabii Ibrahim kupewa amri na Allah kuwapeleka baadhi ya familia yake katika jangwa hili la Maka. Wakati huo hakuna mji kabisa. Wanasema huu ni mtihani mkubwa sana uliompata Ibrahim. Kabla ya mtihani wa kumchinja mwanawe, alianza na mtihani huu. Tunafahamu Nabiullah Ibrahim alikaa muda mrefu sana, umri ukaenda sana bila kupata mtoto. Katika maombi yake mbalimbali mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anakuja kumruzuku mtoto katika kipindi cha utu uzima sana. Mtoto huyo akiwa bado mdogo anaambiwa na Allah amtoe nyumbani kwake ampeleke kwenye jangwa ambalo halina maisha, hakuna watu, hakuna sababu zozote zile za kuendesha maisha. Lakini kwa sababu ilikuwa ni amri, Nabiullah Ibrahim hakuwa na la kufanya zaidi ya kumchukua mkewe Bi Hajar na mwanawe Ismail na kuwapeleka katika jangwa hili la Maka. Alipofika Nabiullah Ibrahim aliwaacha watoto wake na akaondoka. Hapo kwa mazingira jinsi yalivyo na hali jinsi ilivyo, Nabiullah Ibrahim alishindwa kusema lolote, kwa sababu anaiweka sehemu ya familia yake, sehemu ambayo ana uhakika sehemu hii haina maisha, hii ni watu wa maana yake, hawa wamewaleta hapa waje wafe. Kwa hiyo kibinadamu alishindwa kusema chochote kwa ile hali aliyokuwa nayo, lakini alikuwa na imani tu kwamba kwa sababu ni amri ya Allah yeye mwenyewe ndo atajua nini atawafanyia hawa watoto, mtoto na mke wake. Kama atawaua, haya mwenye mipango yake. Kama atawaweka hai, basi yeye anazo sababu za kuwaweka hai. Nabiullah Ibrahim wakati anaondoka, Bi Hajar mwenyewe alishangaa, wewe mbona unatuacha hapa? Unatuachia nani hapa? Mke anamuuliza mumewe.
Nabiullah Ibrahim alikosa la kujibu, alimgeukia tu akamwangalia, akageuka akaendelea na safari, hana cha kujibu. Bihajar akapata ilham ya kumuuliza Nabiullah Ibrahim swali zuri lililompa faraja Nabiullah Ibrahim. Hajar akamuuliza Nabii Ibrahim, ni Mola wako ndiye aliyekuamrisha kutuweka hapa? Nabii Ibrahim ili swali lilimpa nguvu ya kujibu, akamgeukia akamwambia, ndiyo, Allah ameniamrisha. Akamwambia, basi wewe nenda, kama Allah amekuamrisha hawezi kutuacha. Huu msimamo ulimpa nguvu sana Nabiullah Ibrahim. Na hii msimamo ndio natakiwa mama zetu wawe nayo katika majumba. Linapokuja jambo zito ndani ya familia, mama lazima aonyeshe msimamo madhubuti ili kumpa nguvu baba. Mama akikosa msimamo na baba naye anachanganyikiwa kabisa. Hii ndio kawaida. Yaani wewe fikiria, umekwenda umehangaika, umetafuta cha kutafuta, umekosa. Unarudi nyumbani unamwambia mkeo nimekosa, mke anapiga makelele na kulaumu na kuchika mashati kwamba sasa watoto watakuwaje, watalalaje, wewe utakuwa katika hali gani? Lakini mke akikwambia usiwe na wasiwasi mume wangu, hiyo ni mipango ya Allah, tulale inshallah kesho tutapata. Yaani utalala kwa wanaume hawawezi kuwa strong bila kuwa na wanawake strong. Nabiullah Ibrahim alipata nguvu baada ya swali hili na majibu ya Bihajar alipomwambia kama Allah ndiye amekuamrisha, Allah hawezi kutuacha. Nabii Ibrahim akaondoka akiwa na raha sana. Alichokifanya, dua zikaanza sasa. Nabii Ibrahim akamuomba Mola wake. Ndio hiyo aya ya 37 Nabii Ibrahim katika sura ya Ibrahim. Nabii Ibrahim anamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram. Amwambia, Mola wetu, hakika mimi nimeiacha sehemu ya familia yangu katika jangwa lisilokuwa na mmea mbele ya nyumba yako tukufu. Hapa Nabii Ibrahim hajajenga al-Kaaba, lakini tayari kama wanavyosema wanachuoni misingi ya al-Kaaba ilikuwepo tayari. Hata Nabii Ibrahim alipokuja kujenga, alikuja kujenga juu ya ile misingi. Kwa hiyo tayari al-Kaaba ilikuwepo, ilikuwa tu haijajengwa likawa jengo ambalo linaonekana, lakini lilikuwepo na sehemu inajulikana. Ndio maana Ibrahim akamwambia Mwenyezi Mungu, inda baitika al-muharram, nimewaacha kwenye nyumba yako tukufu. Angalia hiyo dua kwanza, kipengele cha kwanza. Nabiullah Ibrahim yeye kaagizwa na Mola wake awalete mtoto wake na mke wake sehemu hii. Na hii sehemu Allah anaijua na anaijua tabia yake ilivyo. Lakini katika dua Nabii Ibrahim hakutosheka kwamba Allah anajua, alisema, alitaja kila kitu. Na hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa akimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taja kila kitu unachokihitaji kwa Allah. Usiseme Allah unajua ninachokitaka. Hapana. Allah ndio anajua, lakini wewe taja, Allah akusikie kwamba unataka nini. Ibrahim anamwambia Mwenyezi Mungu, nimeiacha sehemu ya familia yangu kwenye jangwa lisilokuwa na mmea. Allah anajua kwamba Maka ni jangwa lisilokuwa na mmea. Lakini Ibrahim anamuonyesha Allah, ana utangulizi wa dua yake kwamba mimi familia yangu inahitaji msaada kwa sababu ya tabia ya sehemu nilipoacha. Anasema Ibrahim, anaendelea anasema, Rabbana liyuqimu sala, Mola wetu, ili familia yangu iweze kupata uwezo wa kusimamisha swala, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi, basi zijalie nyoyo za wanadamu zinaelekea kwao
kwa maana wapende kwenda katika lile eneo, angalau maisha pale yaanze, ili wapate kampani ya jamii pale waweze kusimamisha swala. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sehemu, kwa sababu hapa Maka kutokana na tabia ilivyo, hapa kuwa na amani. Maana pale wangeweza kutokewa na kitu chochote, wako peke yao, hawana mtu yote wa kuwasaidia. Sehemu isiyokuwa na amani hapawezi kusimamishika swala. Sehemu isiyokuwa na chakula hapawezi kusimamishika swala. Sehemu isiyokuwa na watu, sehemu isiyokuwa na jamii hapasimamishiki swala. Kwa hiyo Ibrahim anamuomba Allah awafanye watu waipende lile eneo, walipende, waje ili jamii pale iweze kujengeka na familia yake iweze kusimamisha swala, kwa sababu patakuwa na chakula, patakuwa na amani, kutakuwa na jamii inayozunguka. Kwa hiyo watapata nafasi ya kuweza kusimamisha swala, kwa kujua kwamba sehemu ile haina chakula. Akasema warzuquhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Lakini hawa watu pamoja na familia yangu, hawa watu watakao kuja pamoja na familia yangu, Allah nakuomba uwape riziki ya matunda mbalimbali ili waweze kukushukuru. Kisa hiki kinaendelea maeneo mengine, namna hali ilivyokuja ikatokea mpaka pakawa na watu. Ni pale mama yetu Hajar alipomuona sasa mtoto wake anahitaji maji, sehemu haina maji, ameachwa jangwani. Lakini mzazi kama mama hawezi kukubali kukaa ametulia wakati mtoto wake anahangaika na kiu. Mama akaanza kuhangaika kutafuta maji wakati anajua ni jangwani. Ndiyo ikatokea ile baina Safa wal Marwa. Bi Hajar akisimama Safa akiangalia kule upande wa Marwa, kwa sababu ya jua linalowaka. Sio sasa hivi pale uko ndani ya msikiti ukiangalia una mataa tu. Hapo ni jangwani, huku kuna kilima, huku kuna kilima. Bi Hajar akisimama hapa akiangalia kule, anaona kama maji yale Waswahili wanaita mangate. Anaona jua lile likipiga ardhini hivi kunakuwa kitu kama mawimbi. Akahisi kuna maji, anatoka hapa anakwenda kule. Akifika kule maji hamna. Akiangalia huku Safa anaona tena kama maji. Mama yule akahangaika, akazunguka hiyo mara 7. Katoka huku kwenda huku, kaja huku, mpaka mwisho mama kachoka. Wakati amechoka, maji amekosa, anaamua kurudi kwa mtoto wake. Mtoto huku kwa sababu ya kiu akawa sasa ameendelea kulia mpaka anapiga miguu yake chini. Pale chini alipopiga Ismaili miguu yake, pakatokea chemchemu ya maji jangwani. Enzi hizo za Nabii Ibrahim mpaka leo maji hapo. Ndio jana tuliposema kwamba mtume anazungumzia maji ya Zamzam, tusifanye mchezo, wale maji ya muujiza kweli. Jangwa kama lile, chemchemu iliyotokea wakati huo mpaka leo ipo. Wanakunywa maji yale ulimwengu mzima, hayaishi. Wewe fikiria tu umma ngapi zimepita tokea kwa Ibrahimu mpaka leo, maji bado yapo. Maji yametoka, mama anapata maji ya kumpa mwanawe, angalau matumaini ya maisha yakaanza. Sababu maji yakitokea, basi matumaini ya uhai yanapatikana. Wanasema kuna watu ambao walikuwa wakipita tu pale katika safari zao, wanapita kuelekea miji mingine ambako kuna miji. Wanasema kabila la Jurhum inasemekana ni watu wa Yemen. Wakati wanapita wakaona sehemu kwa juu, wakaona ndege wengi wanarukaruka. Wakasema hii ni ishara ya maji.
lakini jangwa hili sisi tunalijua halina maji. Kumetokea nini? Dua Ibrahimu hapo inaanza kujibu. Hebu twendeni tukaone wale ndege wana kitu gani? Kweli watu wanafika wanakuta maji, wanamkuta mama na mtoto wake. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhi, zifanye nyoyo za watu zinaelekea kwao hawa, hii familia yangu. Watu wale wakaona hapa panafaa kuishi, watu kuanza kuweka maisha. Watu wakaja kidogo kidogo mpaka ukapatikana mji wa Maka. Hivyo ndivyo mji wa Maka ulivyopatikana. Na Ibrahimu ameomba zaidi ya mara moja kwamba mji huu Allah aupe riziki ya matunda mbalimbali, na Allah akamwahidi Ibrahim kwamba Maka hapa pataletwa matunda na vyakula kutoka kila kipembe cha dunia. Na leo hii Maka unaweza kwenda kukutana na matunda ambayo Tanzania huyaoni, na wala hawana cha kulima. Jangwa. Sasa wanawachuoni wa Kiislamu wanapoizungumzia Maka, wanazungumza kama mji maalum, mji ambao umepewa fadhila nyingi sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanasema hii ni kawaida kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewafadhilisha watu kwa watu wengine, amefadhilisha maeneo juu ya maeneo mengine, amefadhilisha siku pia kwa siku nyingine. Kija kwa watu, mitume wa Allah wana daraja kubwa kwa Allah kuliko binadamu wengine. Ndani ya malaika kuna malaika Allah amewapa daraja kubwa kuliko malaika wengine. Maeneo ndio kama hivyo, Maka, Madina, Baitul Maqdis kule Palestina, maeneo haya yana fadhila kuliko maeneo mengine. Ukija kwenye siku, kuna siku ya Ijumaa ni ina fadhila kuliko siku nyingine za wiki. Ukija kwenye Lailatul Qadri ina fadhila kuliko mausiku mengine. Ukija katika siku 10 za mfungo tatu, nazo zina fadhila kuliko siku nyingine. Kila sehemu Allah kuna vitu amevifadhilisha juu ya vitu vingine. Sasa wanawachuoni wanaeleza sababu kwa nini Maka, au vipengele vipi vinavyoonyesha kwamba Maka ni mji mtukufu kuliko miji mingine. Kwa vipengele gani? Kwanza kabisa wanasema Maka ni mji bora kuliko miji mingine kwa kupatikana al-Kaaba ndani yake. Kule kupatikana al-Kaaba ndiyo sababu kubwa, au ndiyo sababu ya kwanza iliyoifanya Maka kuwa ni mji bora. Allah katika surat Al-Imran aya 96 anasema, inna awwala baitin udhi'a lin-nas lalladhi bi Makkah, hakika nyumba ya kwanza, kwa maana nyumba ya kiibada, msikiti, iliyowekwa kwa watu ni ile ambayo ipo Maka, mubarakan wa hudan lil alamin. Maka ambayo imebarikiwa na na hiyo nyumba ni uongofu kwa wanadamu. Hii ni sababu ya kwanza kuifanya Maka kuwa ni mji bora kuliko miji mingine. Na kwa Muislamu akiambiwa maneno haya wala hana haja ya kufikiria mara mbili. Al-Kaaba ndio kibla chetu, ambapo sote sisi tunaelekea huko wakati wa kuswali. Hii tu inamtosha Muislamu kuona kwamba Al-Kaaba ilipo, kwani Al-Kaaba yenyewe ni bora, na pale ilipo lazima pawe bora kuliko sehemu nyingine. Kwa sababu sasa hivi sisi tunaposwali tunaelekea Al-Kaaba au tunaelekea Maka? Sisi huku tuliko tunaelekea Maka, hatuelekee Al-Kaaba. Kwa sababu Al-Kaaba ni kijumba kidogo sana.
Wewe fikiria, hapa Mwenye Mkuu kuna msikiti, hapa sijui wapi kuna msikiti, hawa wanaelekea Al-Kaaba, si ndio? Na sisi tunaelekea Al-Kaaba. Hii Al-Kaaba ina ukubwa gani mpaka wale wameelekea wameipata na sisi tumeelekea tumeipata? Ukienda hivi Mikumi huku Kisumu kuna msikiti, nao wanaelekea Al-Kaaba. Si inaeleweka? Al-Kaaba ni kinyumba kile mnachokiona kile cha pembe nne. Kama kingekuwa mbele ya msikiti wa Mwenye Mkuu hapa, sisi tunaelekea kwenye hicho kinyumba, msikiti huu wasingepata kuelekea. Lakini sisi tunaelekea uelekeo wa Al-Kaaba, kule iliko Al-Kaaba ambako ni Maka. Kwa sisi tunachokihangaika, tunahangaika kwamba Maka kwa hapa tulipo iko upande gani? Kama Maka kwao hao itakuwa iko mashariki, wataelekea mashariki, kwa maana wanaelekea Maka. Utukufu huu wa watu kuelekea Maka umesababishwa na nini? Umesababishwa na kuwepo Al-Kaaba. Kwa hii ni sababu ya kwanza ya Maka kuwa ni mji mtukufu. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuulizwa, mmoja katika masahaba anasema, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an awwal masjidin udhiya linnas au udhiya fil ardh. Sahaba anamuuliza Mtume, ni msikiti gani wa kwanza hapa ardhini? Mtume akasema, al-Masjidul Haram, msikiti mtukufu wa Maka. Kisha sahaba akaendelea, thumma ay, kisha msikiti gani tena? Akasema, al-Masjidul Aqsa, kisha Masjidul Aqsa, msikiti wa Baitul Maqdis. Sahaba akamuuliza Mtume, kam bainahuma, kulikuwa na kipindi gani baina yao, baina ya kuwekwa msikiti wa Maka mpaka kuja kuwekwa Baitul Maqdis, kilipita kipindi gani? Mtume akasema 40 aman, miaka 40 ilipita kaja ikawekwa Masjid Al-Aqsa. Katika vitu vinavyoonyesha fadhila za mji wa Maka ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezuia na amekataza kumwagwa damu ndani ya mji wa Maka, na ndio maana mji ukaitwa Al-Baladul Haram, mji mtukufu. Utukufu huu si utukufu kama wa Ramadhani. Utukufu huu ni utukufu wa makatazo, kwamba ni haramu watu kumwaga damu ndani ya mji wa Maka. Ni haramu kupigana vita ndani ya mji wa Maka. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyosema kwamba alihalalishiwa vita saa moja tu ndani ya mchana mmoja, saa moja ilivyoisha uharamu ukarudi pale pale. Ni haramu watu Maka kupigana. Wewe angalia watu wanaoingia Maka, idadi ambazo zinatambulika na mamlaka rasmi wanazitaja milioni 2, milioni 3, milioni 2.5, lakini kuna watu wanaingia kwa wizi ambao hata hawajahesabiwa. Mimi kwa kuwepo kwangu Maka, kipindi chote nilichowahi kukaa, sijawahi kusikia watu wamepigana Maka wakati wa hija na vurugu zile za umma wa watu, lakini huwezi kuona watu wanapigana. Si kwamba haiwezekani, kwa sababu wanawachuoni wanasema hii swala la kwamba watu wasipigane ni amri kwetu sisi kwamba tusipigane. Sio kwamba Allah amezuia watu hawawezi kupigana. Watu wanaweza kupigana, na ndio maana wakipigana inakuwa haramu, wanapata dhambi. Kwa hiyo ni amri kwamba watu wasipigane, lakini kutokana na utukufu wa Maka, jinsi ulivyostakiri kwenye nyoyo za watu, hasa za Waislamu, ni ngumu sana kumkuta Muislamu hata kupigana na mwenzake akiwa Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza miti ya Maka isikatwe.
Hii ndio maana ya haram. Wala wanyama wa Maka wasifadhaishwe, yani wasitishwe, wakawindwa, wakafukuzwa. Yote haya hayaruhusiwi. Ndio maana ya kuwa mji huu ni baladul haram. Katika vitu vinavyoonyesha fadhila za mji wa Maka ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja kwamba swala ndani ya Masjid al-Haram, swala moja fadhila yake inazidi au ni sawa na swala 100,000 katika msikiti mwingine. Yani uweze kuswali swala 100,000 nje ya Masjid al-Haram, ndio utafikia swala moja ya mtu aliyeswali ndani ya Masjid al-Haram. Hii ni fadhila kubwa sana. Hapa kuna kipengele muhimu sana ambacho Waislamu wanatakiwa kufahamu. Hii fadhila ya swala na huu uharamu wa mji wa Maka. Mji wote wa Maka na ndani ya mipaka yake, sababu mji wa Maka una mipaka. Lile eneo kwamba ndio linaingia linaitwa haram, lina mipaka. Kama unakuja kuingia mji wa Maka kwa kutumia mabasi, unafika kabisa sehemu unaona kabisa kuna bango limeandikwa sasa unaingia katika ardhi ya Masjid al-Haram au Balad al-Haram, na inaandikwa kabisa Muislamu asiyekuwa Muislamu haruhusiwi kuvuka hapa, kwa sababu wamekatazwa la yadkhulu al-Masjid al-Haram baada amihim hadha, yani washirikina hawaruhusiwi kuingia tena Masjid al-Haram. Sasa wanawachuoni wanapozungumzia huu haramu, huu utukufu, huu ni utukufu wa msikiti tu au ni utukufu wa mji mzima wa Maka ndani ya mipaka yake? Moja kwa moja kwamba utukufu ni wa mji mzima wa Maka ndani ya ile mipaka. Wanarudi, je, swala, na maana ile swala ambayo ni sawa na 100,000 ya nje ya msikiti wa Maka ni kila sehemu ndani ya mipaka ya Maka au ni ndani ya Masjid al-Haram peke yake? Tunaelewana? Kauli mbili, lakini kauli yenye nguvu ambayo ina hoja zenye nguvu sana ni kwamba Maka ndani ya ile mipaka, popote utakaposwali, swala yako ni sawa na swala 100,000 nje ya hapo uliposwali wewe. Hii maana yake ni nini? Kuna wakati mwingine mahujaji, hata kama mtu ana hali ngumu ya kiafya, anajilazimisha kwenda kuswali Masjid al-Haram kwa sababu ya kutafuta fadhila ya hizo 100,000. Kwa mujibu wa kauli hii ya wanawazuoni, ambayo ndio kauli yenye nguvu kwa hoja zilizopo, ni kwamba popote utakaposwali Maka, hata pale hotelini kwako ulipo, ukiswali swala yako ni bora kuliko swala 100,000 mtu ambazo ameswali sehemu nyingine. Kwa maana fadhila ya swala katika Maka ndani ya ile mipaka ya Baladul Haram, fadhila yake ni sawa sawa na mtu aliyeswali ndani ya Masjid al-Haram. Kwa hiyo kama utajikuta mmewekwa sehemu, hoteli yenu iko mbali kidogo na Masjid al-Haram na afya pengine ina mgogoro, usijihisi kwamba wewe umepata hasara hapo utakaposwali, ili mradi tu, na hakuna mtu anayeishi nje ya mipaka ya haram kwa mahujaji wanaokwenda Maka. Hakuna kampuni inayoweka watu nje, kwa sababu nje ni mbali sana na haram. Yani nje ya mipaka ile ni mbali sana. Kama mtawekwa huko, basi mko nje ya Maka, jambo ambalo haliwezekani. Popote mtakapowekwa, maana yake hapo ni ndani ya mipaka ya haram, na ukiswali fadhila zote zile za mtu anayeswali ndani ya Masjid al-Haram unazipata.
Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati analieleza hili la ubora wa swala, huku Qur'ani inatuambia katika hukumu, katika baadhi ya sheria za hija, asema dhalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Kuna sheria fulani zinawahusu watu ambao familia zao haziko nje ya Masjidil Haram. Maana yake nini? Kwamba familia zao haziko nje ya Maka. Kwa hiyo Maka Allah ameita Masjidil Haram, Maka yote ameita Masjidil Haram. Kwa hiyo Mtume anaposema swala ndani ya Masjidil Haram, maana yake inaonyesha swala ndani ya mji wa Maka. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sote tunajua kisa cha Mi'raj. Mtume alichukuliwa Maka akapelekwa Baitul Maqdis katika Mi'raj. Allah anapozungumzia kisa cha Mi'raj anasema subhanalladhi asra bi'abdihi min al-masjid al-haram laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, kwamba Allah amemchukua mja wake Mtume SAW wakati wa usiku kutoka Masjid al-Haram mpaka Masjid al-Aqsa. Lakini wanawachuoni wote wanakubaliana Mtume hakuchukuliwa ndani ya msikiti, alikuwa nyumbani kwa mama mmoja, sikumbuki, nimesahau jina la Ummu Hani. Alikuwa nyumbani kwa Ummu Hani, ndio akachukuliwa hapo akapelekwa Baitul Maqdis. Lakini Allah anasema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Hii inaonyesha kwamba Maka yote ni Masjidul Haram, na msikiti kila siku unatanuliwa. Sasa ukisema ni pale tu msikitini, hiyo ukitanuliwa hivi sasa kuna sehemu nyingine itakuwa iko nje? Hapana, kila utakavyotanuliwa mpaka labda uvuke ile mipaka. Ukivuka ile mipaka ya Baladul Haram, ndio hapo sasa itakuwa huko kwingine sio Masjidul Haram. Katika vitu vinavyoonyesha Maka kwamba ni mji mtukufu kuliko miji mingine ni pale Allah alipouita mji wa Maka kuwa ni Ummul Qura. Ummul Qura. Ummul Qura ni Kiarabu, Kiswahili chake ni kwamba ni mama wa vijiji vyote. Maana yake ni mama wa miji yote. Hii wazi wazi Allah anaufadhilisha mji wa Maka juu ya miji mingine, litundhira ummal qura wa man haulaha. Mtume anaambiwa ili waonye watu wanaoishi ndani ya Maka na nje ya Maka, wama haulaha, na pembeni na pembezoni mwake. Falqura kulluha tab'un laha wa far'un laha, miji mingine yote ni tanzu kwa mji wa Maka na zinaufuata mji wa Maka. Lakini katika vitu vinavyoonyesha kwamba mji wa Maka una fadhila kuliko miji mingine ni kile tulichokitaja kwamba ni kibla cha Waislamu. Na kibla cha Waislamu kwa sababu sasa kuna watu bado hawajakuwa Waislamu, lakini maana yake ndio kibla cha walimwengu wote, kwa sababu watu wote sasa hivi wanatakiwa kuwa Waislamu. Kwa hiyo kila mwanadamu aliyeko hapa duniani kibla chake ni Maka, kwa sababu anatakiwa kuwa Muislamu. Katika vitu vinavyoonyesha mji wa Maka kwamba una fadhila kubwa ni ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala iliposema waman dakhalahu kana amina, na atakayeingia huu mji wa Maka atakuwa salama. Na hapa wanawachuoni ndipo wanapozungumza kwamba hii ni amri, imekuja kwa njia ya kimaelezo, lakini hii ni amri kwamba mtu anayeingia Maka anatakiwa kuwekwa salama, hatakiwi kutishiwa maisha yake wala mali zake wala heshima yake, anatakiwa kuwa salama. Na ndiyo maana kupigana ndani ya Maka ni haramu, kwa sababu mkianzisha vita maana yake watu mtahatarisha maisha yao, mtahatarisha mali zao,
na heshima zao. Vitu vilivyotajwa na wanachuoni, ndugu zangu, vinavyoonyesha fadhila mji wa Maka ni vingi sana. Kama tutavifuatilia kimoja kimoja hapa itakuwa mtihani kwa kusema kweli, lakini kuna baadhi ya vichache ambavyo nataka kumalizia navyo. Sote tumesoma fiqh, vitabu vile vidogo vidogo vile, Bab Majaa, Safina. Katika moja ya vitu vinavyotajwa katika adabu za kukidhi haja, tumekatazwa kwamba tusielekee kibla wala tusikipe mgongo kibla. Kama tulivyosema, kibla hapa maana yake ni Maka kwa sisi tulioko huku. Maana yake wakati unakwenda haja usielekee Maka. Katika ule uelekeo wako usielekee kwenye kwamba huu uelekeo wa mji wa Maka ukaelekea huko, wala usiupe mgongo mji wa Maka. Lakini Mtume akasema walaki shariku au gharibu, elekeeni mashariki au magharibi, kwa wale ambao kibla kwao sio mashariki wala sio magharibi. Ikiwa mtu alipo kibla chake kiko magharibi, maana yake asielekee magharibi wala asielekee mashariki, bali aelekee kusini ama kaskazini. Lakini kwa sisi ambao kibla kwetu ni kaskazini, maana yake tusielekee kaskazini wala tusielekee kusini, kwa sababu ukielekea kaskazini umekipa uso kibla, ukielekea kusini umekipa mgongo kibla. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa uelekee ima mashariki au magharibi. Na hili jambo utaliona hata kwenye misikiti yetu, wazee wetu wamejitahidi sana kuhakikisha kwamba vyoo vya msikitini havielekei kibla. Wewe angalia misikiti yote utakayoingia, japokuwa wanawazuoni wanasema sehemu ya kukidhi haja ikiwa ndani ya jengo hakuna shida. Hii swala la kuelekea kibla au kutoelekea kibla ni ikiwa mtu unajisaidia nje ya jengo, jangwani, maporini huko na nini na vitu kama hivyo. Lakini kama kumejengwa sehemu unaingia ndani unajifungia, hapo hakuna shida, hata ukielekea kibla hamna shida. Pamoja na hilo, bado wazee wetu hawakukubali kuvielekeza vyoo kibla. Asije mtu akakidhi haja akiwa ameelekea kibla au amekipa mgongo kibla. Hii inatosha kabisa kutuonyesha fadhila za mji wa Maka kama zilivyoelezwa, lakini pia ndani ya mioyo ya Waislamu namna gani Maka ilivyokuwa na fadhila kubwa. Lakini katika vitu muhimu sana ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameufadhilisha mji wa Maka juu ya miji mingine ni kuzifanya hizi ibada za hija kufanyika ndani ya Maka. Hii peke yake tu inatosha kuufanya mji wa Maka kuwa ni mji bora kuliko miji yote. Ndiyo ibada pekee ambayo Muislamu hawezi kuitekeleza akiwa kwao, labda kwenu iwe Maka. Na hata hapo Maka pia huwezi kufanya sehemu popote ulipo, kuna maeneo maalum ndani ya hiyo Maka. Kwa hiyo tutaswali sisi kwenye miji yetu, tutafunga kwenye miji yetu, tutatoa zaka kwenye miji yetu, lakini tukitaka kuhiji lazima tusafiri twende Maka. Hii tu inaonyesha namna gani mji wa Maka ulivyokuwa na fadhila kwa Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, sote tunajua Mtume alizaliwa Maka, akakulia Maka, ujana wake wote Maka, mpaka ameingia kwenye umri wa utu uzima akiwa Maka. Mtume kutoka kwake Maka kama inavyoelezwa ni safari zake mbili tu zile za kibiashara, lakini maisha yake yote yuko Maka. Yakatokea iliyotokea, Makuraishi hawamtaki tena Mtume Maka kwa sababu tu kawaletea tauhidi. Tauhidi ndio ulikuwa ugomvi, sio swala. Tauhidi ndio ulikuwa ugomvi, kwamba huyu hatufai, lazima aondoke, vinginevyo tumuue. Mtume anaamrishwa na Mola wake, sasa bana hama. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam
wakati anahama anavyozungumza, anazungumza na Maka kama anazungumza na binadamu. Katika maneno ambayo yamepokelewa, Mtume anaiambia Maka, anaapa Mtume asema, wallahi innaka la khairu ardillah, na apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe Maka, wewe ndio ardhi bora ya Mwenyezi Mungu kuliko ardhi yoyote ile. Wa ahabbu ardillahi ila Allah, na kwamba wewe Maka ndio ardhi inayopendeza zaidi kwa Allah kuliko ardhi nyingine yoyote. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, na lau mimi nisingekuwa nimetolewa, nimefukuzwa, nisingetoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba lau sikufukuzwa alikuwa hatoki Maka. Haya maneno yanaonyesha namna gani mji wa Maka ulivyokuwa ndani ya moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kwa sababu ya fadhila ya mji wa Maka. Inasemekana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa Madina, unajua milima, wanasema milima ya Maka na Madina iko tofauti kwa rangi. Nafikiri kuna milima ya mji fulani ni meusi, mingine ina rangi kidogo. Nafikiri kati ya Maka na Madina kuna milima yake ni meusi. Basi unaambiwa Madina kulikuwa na mlima mmoja unafanana na milima ya Maka. Basi kuna kipindi maswahaba jinsi walivyokuwa na shauku na Maka, wanatoka wanaenda kusimama tu kwenye ule mlima kuangalia, wanakumbuka Maka. Pamoja na fadhila za Madina, lakini Maka ni juu yake. Na hawa watu pamoja na fadhila za Maka, Maka ni kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja kwamba Maka ina fadhila, lakini pia ukiangalia haya maneno ni kuonyesha kwamba Maka Mtume ni kwao, anakupenda kama kwao. Kwa hiyo hakuna tatizo la mtu kupenda kwao. Na ndio maana kuna baadhi ya wazee wetu waliwahi kusema maneno kwamba minal imani hubbul watan, sio katika imani kupenda miji yenu. Mtu kupenda kwao ni sehemu katika imani. Haya maneno sahihi, hata kama si lazima yawe maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mji wa Maka ni katika ile miji mitatu ambayo hakuna safari za kiibada katika Uislamu isipokuwa katika kwenda miji mitatu hii. Mojawapo ni Maka na ndio wa kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tushaddu rihal illa ila thalath. Hakuna safari za kiibada ndani ya Uislamu isipokuwa kusafiri kwenda sehemu tatu, moja ya sehemu tatu: Al-Masjid al-Haram, wal-Masjid al-Aqsa, wa masjidi hadha, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kwanza Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa na Masjid al-Nabawi. Mtu kusafiri safari ya kiibada kwamba anasafiri kwa ajili ya kwenda kufanya ibada, Muislamu haruhusiwi kusafiri safari za namna hii isipokuwa kwenda sehemu hizi tatu. Yaani wewe huwezi kutoka hapa unaenda Tanga eti kwa hiyo unaenda kwenye ibada. Hakuna safari ya namna hii. Kama unaenda Tanga nenda tu. Ibada za swala utakutana nazo huko, utaswali huko. Sio nasafiri naenda Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kuswali adhuhuri. Hiyo ibada hakuna katika Uislamu. Lakini kusafiri kwa ajili ya kwenda kuswali katika Masjid al-Haram, hiyo inaruhusiwa, hiyo ni ibada, na safari hiyo ndio ambayo inaruhusiwa. Unasafiri kwa ajili ya kwenda kuswali rakaa mbili katika Masjid al-Aqsa, hiyo inaruhusiwa. Unasafiri kwa ajili ya kwenda kuswali rakaa mbili kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo inaruhusiwa. Safari za kiibada ni katika sehemu tatu hizi, moja wapo ikiwa ni Maka. Na wanawachuoni hapa wanatanabaisha kwamba katika kusafiri kwenda katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, usisafiri kwa ajili ya kwenda kuzuru kaburi. Kuzuru kaburi utaenda kukutana nao tu kule, utazuru. Si ushafika? Kaburi ya Mtume ipo, kwa nini usizuru?
lakini sio kwamba unasafiri kutoka Tanzania unaenda Madina kwa ajili ya kwenda kuzuru. Hapana, unaenda kama ni kuzuru, unaenda kuzuru Masjid al-Rasul, hiyo sawa sawa. Na kwa sababu kaburi ya Mtume iko ndani ya msikiti, wewe ukifika utaendelea na ziara, na wala hutoambiwa wewe umekuja kwa ziara msikiti, hamna kuzuru kaburi. Hapana, unazuru kaburi. Kaburi unazuru popote, hata ukitembea ukuta kaburi hapo njiani unaweza ukalizuru. Kwa hiyo ukienda katika Masjid an-Nabii kwa ziara ya Masjid an-Nabii, unaruhusiwa kuzuru kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isiwe nia yako unaijenga kuanzia mwanzo kwa ajili ya kwenda kuzuru kaburi. Kama itaingia hiyo nia ndani ya nia yako kwenda kuzuru msikiti, sioni kama kuna shida, kwamba naenda kuzuru msikiti wa Mtume lakini pia nitazuru kaburi ya Mtume, hakuna shida. Lakini isiwe nia yako ya kutoka nyumbani unaenda kuzuru kaburi ya Mtume, au unaenda Maka unaenda kwa ajili ya kwenda kuzuru kaburi la Bibi Khadija, la nani? Hapana, wewe nenda Maka kwa ajili ya Masjid al-Haram. Ukishafika Maka, si makaburi yapo ya maswahaba waliokufa Maka, nenda kazuru, hakuna shida. Katika mji wa Maka, moja katika vipengele muhimu sana ambavyo Muislamu anatakiwa kuvikumbuka ni kwamba Muislamu ukikusudia kufanya dhulma ndani ya Maka, Allah anakuadhibu. Yaani ile nia, ukishatia nia kwamba unataka kumdhulumu mtu Maka, ndani ya Maka unataka kufanya dhulma, basi Allah hatakuacha, Allah atakuadhibu. Na hii yote ni kwa kuulinda mji wa Maka, na watu wawe makini sana na vitu kama hivi. Lakini pia katika sheria ya Uislamu kuna sheria ya vitu vinavyookotwa. Ukiokota kitu katika sheria ya Kiislamu, unatakiwa kukitangaza kitu ulichokiokota kwa muda wa mwaka mmoja. Akitokeza mwenyewe ndani ya hicho kipindi cha kutangaza, umrudishie. Muda wa kutangaza ukiisha, unaruhusiwa kukimiliki hicho kitu kama chako, lakini sio vitu vinavyookotwa Maka. Maka hata ukiokota nini, huruhusiwi kukimiliki hicho kitu kama chako. Unatakiwa ukitangaze mpaka mwenyewe apatikane. Hata kama ni miaka 10, miaka 20, kitangaze mpaka mwenyewe apatikane. Kama ukiona kinakuelemea kakikabidhi kwa mamlaka za nchi, basi kitoke, lakini huruhusiwi kukimiliki. Hivi ni vipengele vinavyoonyesha fadhila ya mji wa Maka. Mimi naomba kwa hapa niishie hapa. Tuguse vipengele vya mji wa Madina kidogo kwa ufupi, alafu tuache nafasi kwa ajili ya mambo mengine. Mji wa Madina nao ni mji mtukufu, na kuna vipengele vingi katika sheria ya Kiislamu vinavyoonyesha utukufu wa mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya maneno yake alisikika akisema kwamba imani inarudi Madina kama vile nyoka anavyorudi kwenye shimo lake. Yaani imani itaanza kupotea huko, kupotea, itarudi, inarudi zake Madina, kwa maana kwamba imani Madina haiwezi kuondoka. Madina ndio kwao imani. Kwa hiyo kama huku kwingine itakuwa imani tayari imeshatoweka, basi itakuwa inarudi Madina kama vile nyoka anavyorudi kwenye shimo lake. Lakini tunafahamu kwamba Jibril, eneo kubwa sana aliloshuka kati ya Maka na Madina alishuka mara nyingi zaidi kuliko Maka, kwa sababu wahi mwingi sana, sheria nyingi sana zilishuka Madina.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliombea Madina kama Ibrahim alivyoiombea Makka. Na Mtume akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala Madina nayo iwe mji mtukufu kama mji wa Makka. Na akaomba pia kwamba damu isimwagwe Madina, kwa maana ni haramu, iwe ni haramu watu kupigana Madina. Labda iwe vita vya jihadi, lakini vita tu vya ovyo ovyo hakuna. Na pia miti yake pia Mtume aliomba isikatwe isipokuwa tu kwa ajili ya kulisha wanyama. Tofauti na Maka kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina aliipa majina. Madina ilikuwa inajulikana kwa jina la Yathrib, lakini Mtume akaita Madina, akaita Taiba. Taiba ni kitu kizuri. Yote hii ni kuonyesha namna gani mji wa Madina ulivyokuwa katika moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanasema kwamba Mtume kaita Madina, kaita Taiba kwa sababu mji wa Madina maisha yake ni mazuri ukilinganisha na miji mingine. Kuna watu wanasema kwamba hata urahisi wa maisha ndani ya Madina, wengine wanasema Madina na Maka. Kuna watu wanasema kwamba baada ya kuhamia Maka walijikuta matumizi yao ni tofauti na matumizi walikuwa wakitumia kwao. Ingawa pengine wamekuja kutoka kwao, watu wanalima, kuna vyakula vinalimwa pale pale, lakini wakuta Maka na Madina maisha yako chini kuliko kule kwao wanakotoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anahamia Madina kulikuwa na homa. Kuna kipindi maalum kinakuja, kunakuwa na homa kali sana, ilikuwa inawasumbua sana watu. Watu walikuwa wanakufa sana na hiyo homa. Mtume akaomba homa hii ihamishwe, itolewe Madina ipelekwe sehemu nyingine. Na kweli homa hiyo ikahama Madina. Homa hiyo sasa hivi Madina haipo tena. Hii yote ni namna gani Madina ilivyokuwa na nafasi katika moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa maana hiyo ikawa ni mji mmoja katika miji mitukufu yenye heshima kubwa katika Uislamu. Lakini ndani ya Madina kuna msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, msikiti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema baina ya nyumba yake na mihrab, sehemu iliyo kati ya nyumba yake na mihrab ni rawdatun min riyadil janna, ni bustani katika bustani za pepo. Watu wengine katika tafsiri ya maneno haya, wanawazuoni wengine wanatafsiri kwamba mtu anapofanya amali pale kwenye kile kisehemu, maana yake thawabu zake zinakuwa ni nyingi za kuweza kumuingiza huyo mtu peponi. Lakini wengine wanasema hapana, pamoja na hilo lipo, lakini kile kipande cha ardhi pale alichokitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kitakuwepo ndani ya pepo ya Allah siku ya Kiyama. Kile ni kisehemu katika ardhi ya peponi, kwa maana pale kitakuja kuhamishwa kipelekwe peponi. Kwa hiyo Mtume aliposema pale ni peponi kweli. Mtu akikaa katika ile raudha, maana yake amepata nafasi ya kukaa sehemu katika pepo. Sasa ukikaa hapo ukiipata, na kuna utaratibu pale. Msichoke, mkifika fuateni utaratibu ule wa kukaa pale. Watu wanaingia pale kwa utaratibu maalum. Maaskari wanasimamia kabisa. Amna mtu kulala pale akanyima watu wengine nafasi. Kila mmoja anataka aingie peponi. Tukiingia pale tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala asitutoe tena peponi. Tusifanye kama ile tulivyosema jana. Umeingia raudha unatomoa simu. Unataka kuonyesha kwamba umeingia raudha. Hapana jamani. Kiingia raudha pale shughulika kumuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi mimi hapa nishaingia peponi. Ya Rabbi usinitoe. Na Mtume haya yote kuyafanya na kuyabainisha kwetu
ni kwa sababu ya huruma yake na mapenzi yake makubwa kwetu. Mapenzi alionayo mtume kwetu ni zaidi mara 1000 mapenzi tulionayo sisi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kuna mtu mmoja, hii homa ya Madina ilipoingia, na moja katika vitu vinavyoonyesha fadhila za Madina, homa hii ilipotokea, kabla mtume hajaomba dua iondoke, kuna mtu mmoja alimwambia mtume, mimi naomba nitoke. Mtume akamwambia usitoke. Yule mtu akang'ang'ania mpaka mwisho akaamua kutoka. Mtume akasema maneno, anasema kwamba Madina ni sawa sawa na kir. Al-kir ni wazee wanajua, kuna vile inaitwa fuawe, vile ya kupulizia moto kwenye vyuma, ile watu wanaofua vyuma wana ile nini ya kupuliza moto, ile sinatumika, ule moto unapuliza unaondoa uchafu wa kile chuma. Basi nasema Madina nayo huwa ina kawaida ya kutoa vitu vichafu ndani yake. Watu waovu Madina hawawezi kukaa, lazima Madina itakutoa watu nje. Kwa hiyo yule mtu alilazimisha kutoka, ndio mtume akasema maneno haya, huyu mtu sio mtu mzuri, ndio maana Madina imemtoa. Na kuna maneno ambayo yanasemwa, sijajua kama ni hadithi ya mtume ama ni maneno ya baadhi ya wanachuoni. Wanasema wakati wanazungumzia fadhila za mji wa Madina, wanasema anayeweza, kama una uwezo wa kufanya ukafa Madina, basi fanya, sio kujiua. Kama una uwezo wa kufanya mpaka ukafa Madina, basi fanya. Ndio maana unakuta kuna watu wenzetu wa Afrika Magharibi, unamkuta Afrika Magharibi na maeneo ya India huko, unamkuta mzee ana zaidi ya miaka 100, hata kunyooka hivi hawezi, anatembea na gongo na ametoka kwao anakuja Maka na Madina. Wale ufikiri wanachokitafuta nini? Wanatafuta tu hivyo. Lakini sisi ukiingia Madina, umekaa wiki moja tu unaanza kupiga kelele, mbona mnatuweka siku nyingi huko? Uko Madina wewe. Uko Madina, haraka ya nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikika akisema, umirtu biqaryatin ta'kulu alqura yaquluna Yathrib wa hiya almadina tanfi an-nasa kama yanfi al-kiru khabatha al-hadid. Mtume anasema nimeamrishwa kuhamia kwenye mji ambao unakula miji mingine, unaitwa Yathrib. Na hiyo Yathrib, lakini mji huo ni Madina. Tanfi nas, unawatoa watu waovu, kama yanfil kiru khabatha alhadid, kama vile kiri ile inavyotoa uchafu wa chuma. Wanasema wanawachuoni kwamba mji wa Madina unakula miji mingine, kuna tafsiri mbili, lakini tafsiri ambayo inakubalika na wanawachuoni wengi ni kwamba kile kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, dola yake kusimama katika mji wa Madina, alafu ile dola ikawa inazikomboa miji mingine ambayo ilikuwa inatawaliwa na makafiri, ikawa inakombolewa inakuwa ya Kiislamu. Hiyo ndio Madina inakula miji mingine, inakuwa mji ambao sio wa Kiislamu unakwenda kukombolewa na Waislamu, unakuwa wa Kiislamu. Ni mji huo umeliwa na Madina. Kwa hiyo Mtume aliposema umirtu biqaryatin
ta'kulul qura, kwamba nimeamrishwa nihamie kwenye mji ambao unakula miji mingine. Mtume kwa anamaanisha maana hii kwamba mji wa Madina ndio utakomboa miji mingine, kuitoa kwenye ukafiri na kuingiza katika Uislamu. Na hii kazi imefanyika na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufanisi wa hali ya juu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikika katika ile dua tuliyosema kwamba aliombea Madina, akisema Allahumma barik lana fi madinatina, Mola wetu wa haki tubariki katika Madina yetu. Allahumma barik lana fi sa'ina, Mola wetu wa haki tubarikie chakula chetu. Allahumma barik lana fi muddina. Hii Mtume hapa anataja vipimo, lakini ni kwa maana ya vyakula. Mtume anaiombea Madina kheri ya vyakula. Allahumma ja'al ma'al baraka barakatayn, Mola wetu wa haki jalia baraka moja ziwe baraka mbili. Walladhi nafsi biyadihi ma min almadina shi'bun wala naqabun illa alayhi malakan yahrusaniha hatta taqdumu ilaiha. Asema katika mji wa Madina hakuna sehemu yote yenye mlima wenye pango yenye, ila kuna malaika wawili wanaulinda mji huu mpaka pale mtakapofika katika mji huu. Mji wa Madina unalindwa na malaika. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu katika imani, tutakaposafiri na Allah tupe taufiki tusafiri kwa salama, tufike kwa salama, tutekeleze ibada zetu kwa salama, na tukishamaliza Allah aturudishe salama kwa familia zetu. Hatuwezi kusema tufe sote kule. Japokuwa atakayepata bahati hiyo amshukuru Allah, kwa sababu kifo Allah mwenyewe amekupangia alipokupangia. Mtu atakufa pale alipopangiwa. Wewe unaweza ukafikiri utakufa mbele ya familia yako, hujakufa sehemu nyingine tofauti. Kuna ndugu zetu wamefariki Maka, hawakutarajia kabisa kwamba wataenda kufariki Maka. Mtu kaenda na mke wake karudi peke yake. Mtu ameenda na watoto wake karudi peke yake. Mtu kaenda na mumewe karudi peke yake, mume kamwacha. Popote pale Allah alipokupangia kufa, utakufa, hauna ujanja. Lakini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuende kwa salama, turudi kwa salama kwenye familia zetu. Tutakapofika Maka na Madina, hizi fadhila hizi zitembee katika vichwa vyetu, tujue kwamba tuko katika mji au miji ya aina gani. Tusipoteze fursa ya kutumia fadhila hizi za hii miji. Kila jema unaloweza kulifanya ukiwa Maka, kila jema unaloweza kulifanya ukiwa Madina, usitaraddad, usisite, lifanye haraka iwezekanavyo. Uweze kujua ni wema upi utaanguka kwenye mikono ya Allah ukiwa umekubaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau wema, katika wema usidharau kitu chochote. Kwa hiyo sasa wewe wema, alafu uko ndani ya Maka, wema uko ndani ya Madina, usidharau. Kuna taarifa ambazo tulikuwa tunapewa, kuna baadhi ya matajiri wa Afrika Magharibi, kabla mambo ya ugaidi haya hayajaharibu mambo, kuna matajiri walikuwa kisafiri na pesa nyingi sana Maka. Akifika Maka, hii kazi yake ni kutoa sadaka. Sasa hivi pesa watu wanazuiliwa, kuna kiwango maalum cha kusafiri na hela kutokana na dunia jinsi ilivyokaa. Lakini nafikiri kiwango cha juu kabisa kwa mtu wa kawaida ambaye si mfanya biashara, nafikiri ni kati ya dola 10,000 na 11,000. Ukifanikiwa kubeba dola 1,000 au 2,000 kwa ajili ya kwenda kutoa sadaka Maka, fanya. Kama unaweza, fanya hivyo. Maka watu wanaohitaji ni wengi, Madina watu wanaohitaji ni wengi. Tumia fadhila za mji wa Maka kufanya ibada ya kutoa sadaka. Tumia mji wa Madina fadhila zake kufanya ibada ndani ya mji ule. Yote hii ni kutafuta kitu gani kitakwenda kwa Allah kikiwa kimekubaliwa. Hizi ibada zote tunazozifanya hatuna uhakika ni ipi imekubaliwa. Kwa hiyo wewe taimu zote ni kuhangaika tu kufanya kila kinachokuja mbele yako chema, angalau pengine kutatokea kimoja Allah akikubali. Kisa maarufu tunakijua, yule mama katika Banu Israel, katika Wanaisraeli huko zamani,
ambaye alifanya wema tunasema sisi mdogo. Wewe unaweza kusema wema mdogo. Mama yule kapatwa kiu, kaangaika na kiu, anatafuta sehemu anywe maji, kakuta kisima, katumbukia kwenye kisima, kaenda kunywa maji. Anatoka anakutana na mbwa. Mbwa analamba tope pale kando kando ya kisima kwa sababu ya kiu. Yule mama akafikiria akasema, ina maana huyu mbwa anapata tabu kama vile nilivyokuwa mimi napata tabu na kiu. Yule mama akaamua kurudi tena kisimani. Akachota maji kwa kiatu chake na kumletea mbwa. Akashuka tena, akachota mpaka mbwa katosheka. Wahai wa Allah unashuka kwa mtume aliyekuwepo wakati ule kwamba yule mama kasamehewa madhambi yake yote na amehukumiwa kwenda peponi. Na wanasema kwamba huyu mama alikuwa ni muovu, anajulikana kwa uovu. Uovu wote unaojulikana mwanamke anaweza kufanya ashafanya. Lakini wema mmoja tu Allah ameukubali, kapona. Sasa wewe utakwenda kusaidia watu, wanadamu, sio mbwa, unasaidia mwanadamu. Unamuona mwanadamu ana njaa, unampa chakula. Wewe unatarajia nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? So hapo cha kutarajia na kuomba ni kabuli tu, kwamba Allah akubali hicho ulichokifanya. Wenzetu huko nyuma, huu mji wa Maka tunauona sasa hivi, mji wa neema kwa dua za Ibrahim, ulikuwa mji wa shida sana. Inasemekana watu wanaotoka Afrika walikuwa wakienda hija, watu wa Maka wanashangilia kwamba wamekuja wafadhili. Ilifikia hatua watu wanaposafiri so wanakuwa wana wanyama wao wanachinja, wanachemsha supu, watu wanakunywa na nini. Ile mifupa ile ya supu hawaitupi. Ile wakifika Maka, watu wa Maka wanaihitaji, nao wanachemsha ile mifupa, wanakunywa supu. Tena wakati mwingine wanaambiwa hii imechemshwa mara moja tu. Hii imechemshwa mara mbili. Wenzetu walijua hiyo nafasi wakaitumia. Wewe fikiria mtu anabeba mzigo wa mifupa kwa sababu gani? Anajua hii kuna watu wanaihitaji. Wewe beba shilingi zako $100, $200. Mtia nia kwamba hizi naenda kutoa sadaka Maka na Madina. Tumia fadhila za mji wa Maka, tumia fadhila za mji wa Madina, ufanye khairi yoyote ile. Kama huku nyumbani unaswali bila kablia, bila baadia, jitahidi Maka na Madina uswali kwa kablia na baadia. Kama huku nyumbani umvivu wa kuswali witri, hebu ukifika Maka na Madina jitahidi usilale bila kuswali witri. Fanya chochote kile cha kiibada ndani ya Maka na Madina, kutumia hizi fadhila za hii miji ili uweze kujiweka katika nafasi nzuri mbele ya Mola wako. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ya imani ilotakasika ya Mola Manani asomshirika. Dini ya imani ilotakasika ya Mola Manani asomshirika. Tuishike dini tupate ongoka hapa duniani mwisho kadhalika. Tuishike dini tupate